Uchungu ni tabia ya kipepo. Uchungu umpunguzia mtu neema. Uchungu ukwamisha utendaji kazi wa Roho Mtakatifu kwa mtu. Uchungu uzuia ahadi za Mungu kutimia kwa mtu. Uchungu ukausha mifupa. Uchungu uzaa jangwa na kiangazi. Uchungu ni mama wa utasa. Hakuna kitakachozaliwa kwa mtu wa uchungu. Penye uchungu hapawezi pakawa na matokeo. Ili vitokee lazima uchungu toweke. Wewe kutendewa ni rahisi sana. Uchungu wako ndio unaokwamisha. Uchungu upiga uwezo wa maamuzi. Yaani na uchungu uwezo ukafanya maamuzi sahihi. Penye uchungu lazima imani feli kukupa matokeo. Chanzo cha uchungu ni kutosamehe. Kwa hiyo dawa ya uchungu ni kusamehe. Kuna namna tunaelewa vibaya kuhusu kusamehe, kwa sababu watu wanadhani kusamehe ni kurudisha mazoea. Nisikilize mtu wa Mungu, sababu ya watu kuharibiana kwenye maisha ni matokeo ya mazoea. Hakuna kitu hatari kama kitu kinaitwa familiarity, kuzoeana. Sasa kumsamehe mtu ni kumtoa kwenye moyo wako na kumwekea mipaka kwenye maisha yako ili asipate nafasi ya kufanya uharibifu tena. Upendo ni lazima, mazoea sio lazima. Watu wakuu wamefaulu kuishi maisha ya mipaka. Usimruhusu kila mtu kuvamia maisha yako. Anza kuishi kwa mipaka ili uweze kusafiri na watu. Usipoishi kwa mipaka, watu watavuruga maisha yako na hawana shukrani na hawakujali. Anza kuishi kwa mipaka. Kuna mbaba wa mbingu duniani ni rafiki yangu. Yaani huyo ukiwa naye haurudi nyuma.